Awamu ya 5 ya uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli imejiwekea vipaumbele anuai kwa muktadha wa kukuza uchumi wa nchi na kuongeza ajira kwa wananchi wake. Hili limeungwa mkono na baadhi ya Watanzania wazalendo, hususan wawekezaji wa ndani na wajasiriamali, tunapoelekea kwenye Tanzania ya viwanda kuelekea uchumi wa kati mwaka 2020-2025. Majinja Logistics Limited ni kampuni tanzu ya wawekezaji wazalendo nchini iliyowekeza katika sekta ya usafirishaji, viwanda na kilimo. James David Mgeni ni meneja miradi wa kampuni ya Majinja Logistics Limited. Kampuni ya Majinja Logistics Limited inajihusisha na shughuli mbalimbali ikiwemo na usafirishaji wa abiria na mizigo, lakini hii ni shughuli ambayo imetoka kutoka Majinja inaanzishwa. Mwaka 2015 Majinja Logistics Limited iliamua kubadilisha mwelekeo wa biashara zake au kuongeza mwelekeo wa biashara zake na kujiingiza katika biashara ya uwekezaji kupitia viwanda mbalimbali. Hii yote ilikuja ni kutokana na kauli mbiu na chachu ya mpendwa rais wetu John Pombe Magufuli, ambaye alipenda Tanzania kwa kipindi cha 2020-2025 tuvuke kwenda kwenye uchumi wa kati. Na uchumi wa kati utakuja kwa kuruhusu uwekezaji wa viwanda, na uwekezaji huu wa viwanda ulikuwa unatoa chachu kwa wawekezaji wa wazalendo. Hivyo kampuni ya Majinja iliitikia wito huo. Mnamo 2016 ilianza kwa kujenga kiwanda cha unga ambacho kiko eneo la picha ya Lego Kibaha, eneo linaitwa Sofu. Kuna kiwanda cha unga kikubwa ambacho kina uwezo wa kuzalisha kwa siku sio chini ya tani 25, na hivyo basi kiwanda hichi kilijengwa na kukamilika na kiliweza kuingiza unga sokoni. Kwa hiyo kikaanza kuboresha mapato ya eneo husika, lakini pia kiliweza kutoa ajira kwa wenyeji na mpaka sasa kiwanda kile kiliweza kutoa ajira kwa timu isiyopungua watu 20. Hivyo hii yote ilikuwa ni kutekeleza kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Na huu ndio mpango kazi wa kampuni ya Majinja Logistics Limited, kama anavyoeleza meneja miradi James David Mgeni. Wakati tunatengeneza mikakati ya kuingia kwenye uchumi wa viwanda, Majinja ilikuwa na mipango kazi. Kwa hiyo mpango kazi wa kwanza ulikuwa ni kujenga kiwanda cha unga cha Kibaha, lakini mpango kazi wa pili ulikuwa ni kwenda kujenga kiwanda cha maji ya chupa ambacho kimejengwa eneo la Tukuyu. Na kiwanda hichi ni kiwanda kikubwa sana ambacho tunategemea kwenda kuanza kuzalisha maji yetu ifikapo Novemba 2019. Kiwanda hichi kimewekewa jiwe la msingi na mkimbiza mwenge kitaifa Mzee Mkongea Ali, na mpaka sasa kiwanda kiko kwenye hatua za mwisho na mashine zimeshafika. Kiwanda kina uwezo wa kuzalisha maji takriban kwa lisali moja lita sio chini ya lita 5,000. Hivyo basi kiwanda ambacho kitakuwa ni chochezi au tuseme kitaongeza chachu ya maendeleo kwa eneo la Tukuyu, lakini na kwa taifa kwa ujumla. Kiwanda kile kipo maeneo ya Tukuyu na kimeweza kutoa ajira kwa wakazi wa Tukuyu. Kitatoa ajira kwa wakazi wa Tukuyu wasiopungua, wale waajiriwa rasmi wasiopungua 50, lakini waajiriwa ambao sio rasmi watakuwa ni mamia kwa mamia, kwa sababu watu wote watakaojihusisha na kuuza maji ya Tukuyu Natural Spring Water watakuwa ni waajiriwa wa kiwanda chetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia viwanda hivi tunaendeleza kuitilia mkazo kauli mbiu ya uwekezaji kupitia viwanda, hasa kwa wazalendo. Kampuni ya Majinja inaendelea na huo mkakati wa ujenzi wa viwanda. Tuna viwanda vitatu. Tuna kiwanda cha mpunga, cha kukoboa mpunga ambacho kiko Mlowo. Hichi kiwanda kilianza kufanya kazi yake 2013 na ni kiwanda ambacho ni kikubwa na kinafanya kazi kubwa sana kwa pale eneo la Mlowo. Kinahamasisha ama tuseme kinatoa chachu kwa wakulima walioko ukanda wa Momba, Msamba, na kina uwezo mkubwa, kina uwezo wa kukoboa mpunga
kwa siku sio chini ya tarehe 20. Kwa hivyo kimetoa ajira kwa wamama wengi pale kiwandani wanafanya biashara, lakini pia kimetoa chachu kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara ya mpunga ya mchele. Wanachukua mchele pale kupeleka maeneo mbalimbali ya Tanzania, bali ya yote wanatoa mchele pale wanapeleka nchi za nje, hasa wateja wakubwa wengine ni Makongo. Vitatu, tuna kiwanda cha mpunga cha kukoboa mpunga ambacho kiko Mlowo. Hichi kiwanda kilianza kufanya kazi yake 2013 na ni kiwanda ambacho ni kikubwa na kinafanya kazi kubwa sana kwa pale eneo la Mlowo. Kinahamasisha ama tuseme kinatoa chachu kwa wakulima walioko ukanda wa Momba, Msamba, na kina uwezo mkubwa, kina uwezo wa kukoboa mpunga kwa siku sio chini ya tarehe 20. Kwa hivyo kimetoa ajira kwa wamama wengi pale kiwandani wanafanya biashara, lakini pia kimetoa chachu kwa wafanyabiashara wanaofanya biashara ya mpunga ya mchele. Wanachukua mchele pale kupeleka maeneo mbalimbali ya Tanzania, bali ya yote wanatoa mchele pale wanapeleka nchi za nje, hasa wateja wakubwa wengine ni Makongo. Uwekezaji wa kampuni ya Majinja Logistics Limited umeenda hadi katika ngazi ya vijiji, huku kuna wananchi wa kawaida. Katika kijiji cha Igamba na mji wa Mlowo wilayani Mbozi mkoani Songwe, kuna uwekezaji wa kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti na kiwanda cha kukoboa mpunga. Kwa majina naitwa Venance Msangale, ni meneja wa kiwanda cha mafuta ya alizeti. Hiki kiwanda kipo katika kijiji cha Igamba, kitongoji cha Mzumanzi. Na pia huku ndiko tulikozaliwa, kwa sababu hata familia ya kina Majinja ndipo alipozaliwa na hapa ndipo nyumbani. Kwa hiyo tumeamua kurudi nyumbani na kuwekeza nyumbani. Hiki kiwanda tunajihusisha na kuchuja alizeti na kuuza mafuta kwa walaji. Hata tuna plani kwamba tutasafirisha mafuta hadi nje ya nchi. Lakini kwa sasa hivi kama mnavyoona hili jengo linajengwa hapa ni kwa ajili ya kuweka mashine ambayo itaweza kuzalisha mafuta safi ambayo atakuwa hapo double refined, ambayo atakuwa ni safi na pengine tutatangaza soko hadi nje ya nchi, kuhakikisha kwamba tunarecover ile utumiaji wa mafuta ambao unatakiwa, kiwango cha mafuta yanayotakiwa katika soko la mafuta katika nchi na nje ya nchi, tuweze kurecover mafuta ambayo yatakuwa ni salama kwa afya za walaji. Kuna ambao watakuwa wanaweza kununua mafuta ya double refined, pia tutawazalishia. Pia tuna ambao mafuta ambayo tu moja kwa moja yameandaliwa, yamefilter na pia tutauza. Pia tunatoa huduma kama huduma kwa wananchi. Huduma hiyo ni kwamba mtu anakuja na alizeti yake, anachuja, pia anachukua anaondoka na mafuta yake. Nishaona kwamba tuna haja ya kuimarisha vikundi vya kina mama au kizazi cha kina mama na vijana waweze kuwa na ajira ya uhakika na ya kudumu kwa kuweza kujifanyia biashara zao. Kwa hiyo sasa hala kina mama wanaokuwepo hapa sio kwamba analipia pango, analipia nini. Pale wanakuwepo kwa ajili kwamba ni wafanya biashara wadogo pia na wakubwa ambao wanafanya shughuli zao za kujumua mchele pale, pia wanauza pale kibarazani. Ndio maana unaweza kukuta kwamba amejumua mchele pale almost, kwa mfano sasa hivi mchele unauza kwa shilingi 35,000 kwa kilo 20. Lakini anapokuja kupeleka pale kibarazani atauza kwa mteja shilingi kilo 20 atauza kwa shilingi 36,000. Unajikuta kwamba kuna kita na gain kwa kuwepo pale mazingira yale. Na kwa sababu ni sehemu ambayo ina wateja wengi, kwa lazima wote wanapata riziki. Tena wanapata riziki kuweza, wengine wanasomesha pale, wengine wamejenga pale. Jina naitwa Doris Edwin. Mimi niko hapa Majinja, ni mfanyabiashara maarufu wa kuuza mchele. Tunanufaika na hii mashine yetu, ni nzuri, inakoboa vizuri mchele. Wateja tunao wengi, wa kuleta mpunga wako wengi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wote mnaohitaji mchele Majinja. Hapa tupo wamama wengi, hatupungui zaidi ya 60. Tunanufaika na hii mashine, yani wote kwa pamoja, faida tunapata. Hasara nazo zipo, tukubaliane nazo. Sisi tunafanya hii biashara, inatuwezesha mpaka tunaweza kusomesha watoto, pia na kazi mbalimbali zingine tunajinufaisha nazo. Mpaka waume zetu wanajivunia sisi kuwepo hapa Majinja. Na hapa ni katika kijiji cha Msanda Muungano, wilaya ya Sumbawanga vijijini mkoani Rukwa, ambako kuna shamba kubwa la mahindi yenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya uzalishaji unga wa sembe ya Majinja. Mimi naitwa Grey Kandonga, nipo hapa kama farm manager katika shamba hili kubwa la uwekezaji
wa kampuni ya Majinja Logistics. Shamba hili lipo katika kijiji cha Msanda Muungano. Msanda Muungano ni eneo ambalo lipo katika wilaya ya Sumbawanga vijijini au Sumbawanga DC. Tunalo shamba hapa lenye ukubwa wa ekari 180, lakini pia tunalo shamba lingine lenye ukubwa wa heka 130 katika kijiji cha jirani ambacho kipo hapa eneo la Mumba. Kuna kata ya jirani hapa napo tuna eneo ambayo ni kata ya Sandurula. Shamba hili tunalima mahindi pamoja na ngano. Ngano tunalima kwa ajili ya biashara, lakini mahindi tunalima kwa ajili ya kukilisha au ni malihami au watu wengine wanasema malighafi kwa ajili ya kiwanda chetu cha unga kilichopo kule Kibaha. Mahindi yetu haya tunayozalisha hapa yana ubora wa hali ya juu. Kwanza, mbegu tunazotumia ni mbegu ambazo zimepimwa na zina ubora, alafu ni mbegu ambayo unga wake una uzito wa kutosha. Katika shughuli za kufanya uzalishaji huu wa kilimo, kweli tunashukuru kampuni, tumejipanga kwa kiasi. Tunatumia zana ambazo ni matrekta kwa kulimia, hata kwa kupanda tunapandia mashine, kuvuna pia tunavunia mashine, lakini sana tunashukuru kwamba hata utunzaji wetu katika ghala ni ghala mali yetu wenyewe. Kwa shamba eneo hili la Msanda Muungano kumezalisha ajira ya muda mrefu na ajira ya muda mfupi. Sana kwa sababu ni mashamba wengi tunakuwa nao kwa ile ajira ya muda mfupi, kwamba wanakuja wakati fulani kwa sababu tunapoweka mbolea wakati fulani tunatumia mbolea, tunatumia watu. Kwa watu wanapata kazi katika kuweka mbolea. Wakati fulani tunapopalia, kama kuna sehemu korofi kidogo, kuna magugu yameota, basi tunaleta wafanyakazi. Kwa hiyo wananchi wa hapa wengi wa hapa Msanda Muungano wamepata ajira. Pia ya muda mrefu tuna zaidi ya wafanyakazi 10 ambao wengine ni madereva wa matrakta zetu, na wengine wanafanya shughuli za kila siku za hapa kambini. Changamoto tunayopata sana katika shughuli hizi ya kilimo hapa, kwenye shida kubwa ni swala la mbolea. Mbolea inatusumbua sana. Mbolea iko juu. Uzalishaji, kwanza sisi tulipoanza kuja kulima hapa, tulifanya utaratibu wa kwanza kupima udongo. Tumepima udongo, tukaona ni jinsi gani ambavyo wataalamu wamekuja wakatupimia udongo, wakatupelekea huko shirika la kilimo Uyole pale Mbeya, wakatupimia udongo wetu, wakatuletea majibu, tukaanza kutumia. Mbolea inahitajika sana. Sasa kwa changamoto yetu kwamba mashamba ni makubwa, lakini mbolea iko juu. Alinanuswe Ahobokile Kabungo ndiye mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Majinja Logistics Limited. Anaelezea dhana nzima ya uwekezaji katika kuunga mkono utekelezaji wa azma ya Rais Dr. John Pombe Magufuli kufikia 2025, uwekezaji katika viwanda, kukuza uchumi wa nchi na kutoa fursa nyingi za ajira kwa wananchi. Jina naitwa Alinanuswe Ahobokile Kabungo, mkurugenzi wa Majinja Logistics Limited. Najishughulisha katika shughuli mbalimbali za usafirishaji wa abiria, usafirishaji wa mizigo ndani na nje, kilimo cha mahindi, kahawa na ngano. Na kampuni yetu ya Majinja kwa kweli imejikita katika kutimiza azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2025 katika utekelezaji wa kujenga viwanda ili viweze kukuza uchumi wa nchi yetu na kutoa ajira kwa Tanzania ambao wengi wamemaliza vyuo na sehemu kufanya.
Majinja Limited, Majinja Logistics Limited katika azima ya kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kujenga viwanda ili tuweze kuwa na kutoa fursa nyingi za vijana kuajiriwa. Na sisi ni miongoni mwa Tanzania wachache ambao ni wengi wao ambao tumetimiza azima ya Mheshimiwa Rais kutimiza ndoto uchumi wa viwanda. Kwa hiyo wito wangu kwa mwandishi ni kuwaomba Watanzania wengine waweze kuitikia azma ya Mheshimiwa Rais. Shukrani za dhati ziende kampuni ya Majinja Logistics Limited iliyoelekeza nguvu katika kuongeza ajira nchini, kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 5 kuelekea uchumi wa kati katika uwekezaji wa viwanda. Msimulizi wako ni mimi Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV.